Ili uweze kuwa mtu wa kwanza kutazama video zetu, bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele, na utakuwa umejihakikishia kuwa mwanafamilia wa Mautundu Online na hautopitwa na habari zetu za ukweli na uhakika zinazotrendi katika mitandao ya kijamii na mataifa mbalimbali. Mwanamitindo Philemon Agrenyika ameweza kutikisa mitandao ya kijamii baada ya siku kuu ya kumbukizi ambayo ni birthday yake ambayo aliweza kuifanya nyumbani kwake, na baadaye aliweza kufunguka baadhi ya mambo ambayo watu walikuwa bado hawajaweza kuyajua au kuyagundua kuhusiana na yeye kama Agrenyika. Agrenyika aliweza kumtambulisha mpenzi wake ambaye anafahamika kwa jina la Elizabeth na kudai kwamba ni mchumba wake kwa sasa hivi, na ameamua kumrudia Mungu. Sasa hivi anaishi maisha ya kiwanaume na ameamua kuachana na yale maisha aliyokuwa akiishi huko nyuma ya ushoga. Na kama tunavyomjua, mwanaume huyu alikuwa ni shoga nambari 1 Tanzania, na ameweza kujiondoa katika hili janga baada ya kukutana na wahubiri au wainjilisti ambao walimfanya aweze kubadilika na kuachana na maisha ya uasherati, ambao ni maisha ambayo hayampendezi mtu yoyote, hata Mwenyezi Mungu hawezi furahishwa nayo. Na tunakumbuka shoga huyu alikuwa ni moja kati ya mashoga ambao wanajisifia katika kazi zao za ushoga, na alikuwa anajibrandi matawi ya juu, na baadaye ameweza kuachana na hili jambo baada ya kumjua Mungu. Watu wengi wamefurahishwa na jambo la Agrenyika kuachana na hizo tabia za ushoga na kuamua kumrudia Mungu, na hatimaye ameweza kupata mchumba ambaye ameweza kumtambulisha siku ya birthday yake, na watu wengi wameweza kufurahishwa kwa jambo hili kwa sababu haikuwa rahisi, na watu wengi wamemtaka Mr. Agrenyika aweze kuandaa kipindi maalum ambacho cha ushauri na saha kwa wale ambao wameathirika na mambo ya ushoga, ili aweze kuwaambia ni nyakati zipi alipitia ngumu katika hayo maisha ya hapo nyuma, na sasa hivi ni maisha yapi anayapitia baada ya kumjua Mwenyezi Mungu. Na darasa hilo litaweza kuwasaidia watu wengi ambao wameweza kuathirika kwa kitendo hicho, na moja kati ya mashabiki wa Agrenyika wameamua kumfanya aweze kujisikia vizuri siku ya birthday yake, kwa sababu waliamua kusherehekea naye kama mwanaume mwenzao na hawakujali licha ya story mbaya iliyokuwa inamwandama hapo nyuma. Wewe kama shabiki unalipi la kumwambia Agrenyika? Tuachie maoni yako ndani ya comment section.